Yes, baada ya mchezo wa AFCON kati ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars na timu ya taifa ya Uganda the Cranes kumalizika na matokeo kuwa ni sare ya 1-1, bao la Stars likiwekwa kimiani na Simon Msuva kwa njia ya penalti. Kama matokeo haya hayajawafurahisha sana Watanzania ambao walitarajia pengine wangeweza kupata matokeo mazuri kwa maana ya ushindi katika mchezo huo na kujiweka katika nafasi nzuri kuelekea katika hatua inayofuata ya mashindano hayo. Lakini baada ya Uganda kusawazisha na hatimaye mchezo kumalizika kwa bao 1-1, mashabiki wa Tanzania wamekuwa wakitoa maoni yao kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, wengi wakilalamikia matokeo ya Stars na kuiona kama vile timu haijafanya vile ambavyo wao walitamani ifanye. Lakini pia wadau wa michezo, wanahabari, wengi wametoa mawazo yao, na haya hapa ni mawazo ya mwanamchezo nguli kweli hapa Tanzania. Namzungumzia King David, anayejiita David King Pasco. David King Pasco kupitia mtandao wake wa Facebook ameandika yafuatayo: Gamondi bado ana uyanga mwingi, atafeli sana AFCON. Ukiangalia uchezaji wa timu ya taifa jana, iliwahitaji sana pale mbele Kibu Denis, Abraham Morris na Mwalimu. Kati alihitajika sana Kagoma. Pembeni kuzuia walihitajika sana Kapombe, Mwaikenda na Msindo wa Azam. Kama ni uzoefu wa kimataifa, hawa wachezaji wanacheza sana mechi za kimataifa. Gamondi alifurushwa Yanga akiwa bado anaipenda sana, na anayoyafanya si kwa bahati mbaya. Ukimtazama ni kama alikuwa anapokea maelekezo ya kupanga kikosi na majina mfukoni. Uongozi wa Simba wanalo la kufikiria juu ya haya. Huwezi kupeleka wachezaji 7 timu ya taifa halafu wasitumike hata mmoja. Kama hawana ubora, waliwaita wanini? David Pasco anaendelea: huwezi kuwa kocha mzuri uwaweke Abraham Morris, Kibu Denis na Kapombe nje. Bafana ya Afrika Kusini, wachezaji zaidi ya 50% ni wa vilabu vya ndani. Bongo ukisikia mchezaji anacheza nje, hata kama ni timu daraja la 3, utaambiwa ni mali. Hii timu ndiyo maana wakati mwingine hata Kibu Denis huwa anaikacha kwa sababu hizi. Walinzi Mwamnyeto, Baka, Haji Mnoga na Zimbwe walichoka wakawa wanachoma mno, na ndiyo chanzo cha goli la kwanza la Uganda na hata ile penalti walioikosa. Kipindi cha pili alipaswa kuwaingiza hawa niliowataja hapo juu. Nje una Nangu, unakomaa na Mwamnyeto. Zimbwe amechoka, una Msindo benchi. Mnoga yuko hoi, una Kapombe na Mwaikenda benchi. Fei yuko hoi, una Morris Abraham benchi. Kevin Johnny hana maajabu, una Mwalimu benchi. Msuva mbali ya kufunga goli hakuwa na maajabu, Kibu yuko benchi. Gamondi ameigawa timu ya taifa kwa mikono yake mwenyewe. Asifikiri watu hawajui mpira. Hata kama Stars ingefungwa, alipaswa kuwapa wachezaji wenye uzoefu nafasi tuwaone na wao. Nimemaliza. Hayo ni maneno ya mwandishi wa habari, mwanahabari David King Pasco akitoa maoni yake kutokana na kile kilichotokea jana kati ya mchezo wa Taifa Stars na Uganda the Cranes. Nini maoni yako kuhusiana na mchezo huu? Tuandikie hapa chini kwenye comments, lakini pia usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe channel hii ili tuendelee kupeana habari za kimchezo kemkem kutokea hapa Sportiva.